Ana mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV pamoja na Radio FM masafa yake ambayo yanaanzia kule Lindi. Asante kwa kushiriki pamoja nami tena asubuhi ya leo kwa ajili ya kusikia maneno ya Mungu ya kututia nguvu na kututia moyo katika mchana mzima tutakapokuwa tunaendelea na kazi za mchana. Mungu akubariki kwa kutenga muda wako ili kwamba uweze kusikia kile ambacho Mungu anatufundisha asubuhi ya leo. Naomba sasa ufunike macho yako. Baba mtakatifu, Mungu mwenye nguvu ya ajabu na uweza wa kipekee, asante kwa sababu ya asubuhi ya leo ambayo Mungu umetupa tena nafasi hii ya kusikia kutoka kwako. Tuna shauku, tuna kiu, tuna hamu ya kujifunza kutoka kwako. Utufundishe Bwana, wafundishe watumishi wako hawa wanaosikiliza kutokea hapa nilipo mpaka mwisho kule ambako wanaweza kusikia na wanaweza kuona na kutazama. Basi Bwana Mungu usema nasi katika jina takatifu lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi wetu, amen. Ndugu yangu mpendwa, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV, katika mawiki yaliyopita tumekuwa tukiwa na mfululizo wa kujifunza somo la imani wakati wa jioni na masomo kadha wa kadha wakati wa asubuhi. Lakini nashawishika tena kwa Roho Mtakatifu tuendelee kujifunza somo la maombi asubuhi, na jioni tutaendelea kujifunza somo la imani. Na jioni yenyewe ni kuanzia saa 3 usiku tutakuwa hewani kujifunza somo la imani. Masomo ambayo tunakwenda kufundisha au tunaenda kujifunza ni masomo muhimu sana katika maisha ya mtu wa Mungu, na ukiyazingatia masomo haya utapiga hatua kubwa sana kwenda mbele kiroho, kimwili, kiuchumi na kimaisha kwa ujumla na kifamilia. Bwana atakuwezesha kupitia kujifunza. Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa ajili ya kukosa maarifa. Sasa masomo haya, somo la imani na somo la maombi, ni masomo endelevu sana pamoja na masomo mengine, lakini haya ni moja ya masomo ya muhimu sana 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 kwa mtu wa Mungu. Ni masomo endelevu tutaweza kujifunza kwa maisha yetu yote. Kwa sasa nataka tuangalie asubuhi leo juu ya aina za maombi. Aina za maombi. Najua tuna muda mfupi, tunaweza tukaangalia aina chache za maombi, tukaendelea kujifunza na wiki ijayo aina zingine za maombi. Lakini kwa ujumla kuna aina kama 6-7 za maombi katika Biblia. 6-7 katika Biblia kwa namna ambavyo nimechambua, lakini bado unaweza kuendelea kufuatilia kwa kuta ziko aina zaidi hata hizo 7. Lakini tutapitia katika hizo aina ambazo Roho Mtakatifu amenisaidia katika kujifunza na mimi kama mwanafunzi. Kitabu cha Warumi sura ile ya 8 mstari wa 26. Biblia inasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Hapo ni mahali pa muhimu. Paulo anasema hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Kwa Roho hutusaidia kuomba ili tuweze kuomba inavyopasa. Kwa hali fulani, maombi ni kitu ambacho tunaendelea kujifunza kila siku. Unaweza ukafikiriwa ni mtaalamu sana wa kuomba, lakini Paulo naye akiwa mhubiri mkubwa katika Biblia, akiwa mmissionari mkubwa, akiwa mtume ambaye amezunguka katika maeneo mengi, akiwa mwalimu aliyefundisha, akiwa mtu ambaye ameandika vitabu vingi katika Biblia kuliko mitume wengine, bado akiwa mtu ambaye anasema alinyakuliwa mpaka mbingu ya 3,
anasema hivi katika kitabu hiki kwamba hatujui kuomba, akijiunganisha na yeye mwenyewe kwamba hajui kuomba. Sasa kama Paulo anaweza kusema kwamba yeye hajui kuomba, lakini Roho husaidia kuomba, hivyo uone kwamba maombi sio kitu tu cha kufikiri kirahisi. Unaweza kukuta mtu mwingine namna anavyoomba unajua kabisa sasa hii inaweza kawa sio maombi, labda ikawa maelezo, naona. Na kwa hiyo kwa sababu hiyo nitapenda tuangalie kwa ufupi, kwa sababu maombi ni somo pana. Sasa leo nataka tuangalie aina za maombi, na hasa nikianza na ombi la kwanza la muhimu. Kabla ya maombi mengine yote, lazima ufahamu yako maombi yanaitwa maombi ya toba. Maombi ya toba. Unajua kwa nini tunajifunza maombi ya toba? Sababu Biblia inasema Mungu hamsikii mwenye dhambi. Kwenye kitabu kile cha Yohana sura ile ya 8 mstari wa 31. Yohana sura ya 8 Yohana sura ya 9 samahani, mstari wa 31, Biblia inasema twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa mcha Mungu na kufanya mapenzi yake humsikia huyo. Kwa hiyo kabla ya maombi mengine lazima ufahamu kwamba kuna maombi ya toba kwanza. Maombi ya toba ni ya muhimu, na ni ya muhimu kwa sababu kama hautakuwa na maombi ya toba, ujue ukiingia kwenye maombi mengine yanaweza yasilete matokeo, kwa sababu Biblia inasema wazi kwamba Mungu hamsikii mwenye dhambi. Na hiyo ujue kabisa katika moyo wako na katika maisha yako kwamba Mungu hamsikii mwenye dhambi. Hata kwenye kitabu cha Isaya pale sura ya 57 inazungumza hivi ya kwamba mkono wa Bwana si mfupi hata asiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata asiweze kusikia, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu hata hataki kusikia. Kwa hiyo ufahamu kwamba dhambi inazuia uhusiano wako binafsi na Mungu, na inazuia Mungu kuto kusikia maombi yako. Kwa hiyo ndio maana tumeona hapa kwenye kitabu cha Yohana hapa kwamba Mungu hamsikii mwenye dhambi. Hamsikii mwenye dhambi. Maombi ya kwanza kabisa ya mtu wa Mungu ni maombi ya toba, kutubu dhambi. Labda nikuongezea huo mstari wa kitabu cha Isaya pale. Nikuongezea huo mstari wa kitabu cha Isaya pale. Isaya pale anasema Isaya sura ya 59. Isaya sura ya 59 anasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia, lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msiuone hata hataki kusikia. Unaona? Hata hataki kusikia. Unaomba lakini hakuna jibu. Kwa nini? Lazima ufahamu kwamba kabla ya maombi mengine lazima uwe na maombi ya toba, maombi ya kutubu, kumwambia Bwana unisamehe, Bwana ninaungama, Bwana ninatubu, unisamehe maovu yangu, unisamehe mawazo,
Naona, na maombi ya toba, nataka niseme hapa kwamba sio lazima anayetubu ni yule ambaye hajawahi kuokoka. Unaona, sio kwamba anayetubu ni yule ambaye hajawahi kuokoka, na hii tunaweza kujidanganya sana. Lakini unataka kufahamu kwamba katika maisha ya mtu wa Mungu na mtu yoyote, unaweza ukawa unatembea katika namna fulani ambayo inahitaji ujitakase kwa Mungu kwa njia ya maombi ya toba. Yesu alimwambia Petro wakati alipotawazwa miguu, wakati alipokuwa anamtawaza miguu, Petro akasema, wakati Yesu anawatawaza wanafunzi wake miguu, Petro akasema, wewe huwezi kunitawaza kamwe mimi. Katika sura ya 13 ya kitabu cha Yohana, sura ya 13 ya kitabu cha Yohana, naona sasa Petro akasema huwezi kunitawaza. Mstari wa 7, Yesu akamjibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawaza miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipokutawaza huna shirika nami. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, wala mikono yangu na kichwa changu pia. Yesu akamwambia, yale kusha kuoga hana haja ila kutawaza miguu, bali usafi mwili wote. Nanyi mmekuwa safi, lakini si nyote. Kwa maana alimjua yeye atakayemsaliti. Ndio maana alisema si nyote mlio safi. Sasa maana yake ni hii: ukitubu toba la kumpa Yesu maisha yako, siku ile unapoamua kuokoka kumpa Yesu maisha yako, unakuwa na toba ambalo linakufungulia mlango wa kukupatanisha wewe na Mungu na kuanza kuitwa mtoto wa Mungu, na sasa unaanza safari katika maisha ya kuwa mtoto wa Mungu. Unatembea katika maisha ya kuwa mtoto wa Mungu. Lakini unaposafiri katika maisha hayo ya kuwa mtoto wa Mungu, umebadilishwa, umetubu, umekubalika, umeokoka, unatembea na Bwana. Unapotembea na Mungu, basi kuna mavumbi ambayo unakutana nayo unapokanyaga njiani. Unaposafiri katika mwendo wako wa safari, kuna mavumbi ambayo yanaweza kukujia. Sasa Yesu alipokuwa anatoa mfano huu wa kutawaza, maana yake ya kwamba tunapaswa hata hayo mavumbi pia kuhakikisha kwamba tunatawaza, tunajisafisha kwenye miguu yetu ili tuendelee kuwa safi wakati wote. Ndio maana katika maandiko sehemu nyingine inasema kila mwenye matumaini haya hujitakasa. Maana yake kila wakati unapaswa kujitakasa, kuhakikisha kwamba Mungu anakusafisha na wewe uko tayari kusafishwa na Mungu, kumwambia Mungu. Na kitu kinachokufanya utakaso ni ile toba, kumwambia Mungu, naomba unitakase, Mungu naomba unisafishe, ninatubu. Naona na ufahamu kwamba tunapozungumza habari ya dhambi, dhambi ina pande mbili. Dhambi maana yake ni uasi, na tunapozungumza habari ya uasi, uasi una aina mbili. Kwanza ni kutenda kile ambacho umezuiliwa usitende, ni dhambi. Lakini la pili ni kutokutenda kile ambacho Mungu anataka utende. Kwa hiyo kuna namna mbili ya dhambi: kutenda kile ambacho umezuiliwa usitende, au kutokutenda kile ambacho unapaswa kutenda. Nitakupa mfano. Adamu aliambiwa asile tunda, na siku atakapokula tunda basi atakufa. Hiyo ilikuwa ni dhambi ya kumzuia kwamba asitende, yani kitendo cha kutenda ambacho wewe umezuiliwa usitende. Adamu akala tunda pamoja na mke wake, maana alifanya kile ambacho amezuiliwa asifanye.
Lakini dhambi nyingine tunaweza kuiona kwa Sauli. Sauli aliambiwa aende akawaue Waamaleki, aangamize wote. Halafu Sauli hakufanya alichoambiwa afanye, ikaitwa dhambi. Kwa hiyo dhambi ina pande mbili, lakini kwa ujumla inaitwa uasi. Kuto kutenda kile ambacho unapaswa kutenda au kutenda kile ambacho hupaswi kutenda. Sasa wengi wa watu wa Mungu wanabezi upande mmoja wa dhambi, ni wao wanahakikisha hawatendi kile ambacho wameambiwa wasitende. Wameambiwa wasiue, wameambiwa wasizini, wameambiwa wasishuhudie uongo, wameambiwa wasitamani mke wa mtu. Hapo wanakazana sana na wanajua dhambi iko upande huo, lakini wanajisahau kwamba kuna upande wa pili wa kuto kutenda kile ambacho unapaswa kutenda, nayo ni dhambi. Naona Bwana anaweza kutaka kwamba ufanye maombi, huombi. Bwana anaweza kuambia utoe, hutoi. Bwana anaweza kuambia usaidie mtu fulani, husaidii. Bwana anaweza kukwambia uende mahali fulani ukafanya huduma, na unasikia kutoka ndani, lakini unakataa kwenda, kama alivyofanya Yona. Alikataa kwenda Ninawi. Sasa hiyo pia ni dhambi. Kwa hiyo tunapoiangalia dhambi ina upana wake, na wengi wa watu wa Mungu wanaangalia upande mmoja wa dhambi, lakini ujue shilingi ina pande mbili. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba katika hali ya namna hiyo, basi wengi bado tunahitaji kujitakasa, tunahitaji kuomba toba kwa Mungu, kwa sababu huenda upande wa kwanza wa shilingi unaenda vizuri sana, lakini upande wa pili unajikwaa mara nyingi. Mungu anazungumza na wewe, anakukataza usifanye kitu fulani, au anakuambia nenda mahali fulani, au anakuambia fanya kitu fulani, lakini hujatekeleza kufanya, na hiyo kwako ni dhambi. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba unahitaji kuwa na roho ya toba, maombi ya toba, maombi ya toba. Ndio maana sasa tunaweza kuona kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7, Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7, Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14. Anasema ikiwa watu wangu, maana yake hawa ni watu wa Mungu, wameokoka, ni Wayahudi, na inaweza kuwa wewe ni Myahudi, Mtanzania Myahudi, naona ukawa Mgogo Myahudi, ukawa Mnyakyusa Myahudi. Maana yake unapookoka basi unaingizwa katika asili ya kuwa mtoto wa Mungu. Sasa anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Naona wataomba toba, watamwambia Mungu nisamehe. Watu wa Mungu, watu wake Mungu, watakapoomba Bwana awasamehe, maombi hayo Mungu atasikia kutoka mbinguni, na ndipo mlango utafunguka sasa wa Mungu kusikia na maombi mengine. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu, hata kama wewe ni kiongozi, hata kama wewe ni mchungaji, hata kama ni askofu, hata kama wewe ni mtu yeyote yule, ufahamu ya kwamba kuna maeneo ya maisha yako unaweza ukafanya ndivyo sivyo mbele za Mungu. Zungumzia habari ya dhambi zile ambazo tunazitambua na tumezigangamalia na kuzikazia macho, dhambi za uzinzi, ulevi, ukahaba. Lakini kuna dhambi ambazo unaweza kuwa umezifanya, dhambi ndogo ndogo, dhambi ambazo hata kama utasikika umezifanya hakuna atakayesema huyu anapaswa kutengwa, lakini mbele za Mungu inaweza kukuzuia Mungu asifanye kitu. Dhambi ya chuki, unaweza kuwa na chuki ya ndani kati yako na mkeo, kati yako na ndugu, kati yako na marafiki,
ndani kwa ndani, labda huna amani na mtu mwingine, labda una kisasi na mtu mwingine, labda wakati mwingine hujatendewa vizuri na wewe unatakiwa kusamehe, unashindwa kusamehe. Unaona, umeshindwa kusamehe. Sasa hivi vyote hivi vinaweza kukuzuia wewe Mungu asisikie maombi yako. Kwa lazima uende kwa Mungu katubu. Zaidi ya hayo pia iko dhambi ya mawazo. Biblia inasema kwamba tutahukumiwa mbele za Mungu, sio kwa matendo tu, bali tutahukumiwa kwa maneno yetu, tutahukumiwa na kwa mawazo yetu. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza kuwa na mawazo tu ambayo wakati mwingine hayako sawa, hata ukamwazia ndugu yako mawazo yasiyofaa, na baadaye unakuja kugundua kwamba yale uliyomwazia hayakuwa sahihi, lakini ulishamwazia na ukamhukumu. Unaona, kwenye moyo wako ukamhukumu. Sasa unakuja kujua baadaye kwamba yale mawazo uliyomwazia mwenzangu hayakuwa sahihi, halafu unanyamaza tu na unajikaza kisabuni tu, lakini ufahamu ya kwamba tayari ni kosa ndani yako. Umechafua nafsi yako, umechafua moyo wako. Unatakiwa uende na sabuni ya kusafisha, ni toba, maombi ya toba. Unamwambia Mungu, nisamehe dhambi zangu. Naona takupa mifano ya watu wachache kwa sababu ya muda wetu. Leo tunaangalia tu sehemu ya kwanza ya maombi ya toba. Uwe mtu wa toba, mtu ambaye unaweza kumwambia Mungu, naomba sana unisamehe, nimekutenda dhambi, naweza nikajua dhambi, wakati mwingine sijui, lakini wewe Mungu unaona moyo wangu. Ukaona ujitakasa kwa namna hiyo kabla hujaingia hata kwenye maombi mengine. Lakini unaweza kuomba maombi kama hayo, na nitakuonyesha baadhi ya watu. Lakini tunapoisoma ile sala ya Bwana, kitabu cha sala ya Bwana, tunaposoma sala ya Bwana katika kile kitabu cha Mathayo, Yesu anawaambia wanafunzi wake katika kitabu cha sala ya Bwana, alipowaambia tunaomba utufundishe sisi kusali, akawaambia mstari wa 9 sura ya 6, basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi tuwasamehevyo wadeni wetu. Unaona kwamba hapa maana yake katika maombi yako lazima kuwepo na mstari ule wa 12, utusamehe deni zetu. Ni maombi ambayo unapaswa kumwambia Mungu mara kwa mara kwamba naomba Mungu unitakase, unisamehe, na ninaweza kuwa sikumbuki kama nimekutenda dhambi mahali, lakini wewe unauona moyo wangu, unajua wapi nimejikwaa, labda kwa mawazo, labda kwa maneno, labda kwa matendo. Bwana unisamehe. Huyu ndio mtu ambaye ana matumaini ya kwenda mbinguni. Unajua kuna wakati mwingine, ndugu zangu, watumishi wa Mungu wenzangu, na hata watenda kazi wenzetu, ujue kwamba unaweza ukawa mhubiri mkubwa, unaweza kuhubiri sana neno la Mungu, unaweza kufanya mambo makubwa sana, ukashindwa kuingia mbinguni. Paulo anazungumza maneno kama haya, anasema nisije nikahubiri wengine, mimi mwenyewe nikawa mtu wa kukataliwa. Lazima ufahamu kwamba wewe binafsi pia uhusiano wako na Mungu kila mara uhakikishe uko sawa sawa, uhakikishe maisha yako sawa sawa, uhakikishe hali yako ya ndani iko sawa sawa. Uhusiano wako na Mungu unauweka sawa sawa, na huo uhusiano unatakiwa kumwendea Mungu mara kwa mara, kumwambia Bwana, naomba unisamehe, naomba unitakase, takasa moyo wangu. Haya ni maombi ya muhimu sana kwako ndugu yangu unanisikiliza na unanitazama. Ni muhimu sana, ni muhimu sana, ni muhimu sana, ni muhimu sana haya leo kueleza. Sasa utaangalia watu kadhaa kwa dakika haya yaliyobakia. Kitabu cha Ayubu ile sura ya kwanza, kitabu cha Ayubu sura ya kwanza, kitabu cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa 5, anasema basi ilikuwa hapo siku hizo za karamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao akawatakasa,
Kisha akalauka na mapema asubuhi na kusogeza sadaka ya kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa, kwani Ayubu alisema, humkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Siku zote Ayubu alikuwa anahakikisha kwamba anawatakasa watoto wake na kuwaombea kwa Mungu, lakini na yeye binafsi kwamba alikuwa anahakikisha kwamba humkini, huenda kwa namna moja au nyingine watu wametenda dhambi, labda mimi nimetenda dhambi, labda wanangu wametenda dhambi. Katika haya yanaendelea, naomba Mungu uturehemu. Alikuwa anatafuta kila mara kujitakasa kwa maombi. Kwa hiyo lazima mtu wa Mungu ujue hilo, ufahamu hilo. Mtu mwingine katika kitabu cha Zaburi 139, kitabu cha Zaburi 139, kitabu cha Zaburi 139 mstari wa 23, unasikia mtu huyu anasema hivi: Mungu, unichunguze ujue moyo wangu, unijaribu uyajue mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Haya ni maombi. Huyu ndugu yetu anaomba, anambia Bwana, chunguza moyo wangu, chunguza uangalie ndani, kama kuna njia ambayo haiko sawa, naomba Bwana unirehemu, unirehemu, unisamehe, unitakase, unioshe. Haya ni maombi ya muhimu sana ndugu yangu. Usifike mahali ukafikiri wewe umefika mwisho, kwamba huna sababu ya kumwambia Mungu nisamehe. Hakuna mwanadamu, Biblia inasema, chini ya dunia ambaye anaweza kuhesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Hakuna mwanadamu anaweza kuhesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Yaani kwa matendo ya sheria sisi sote ni kama tambara bovu mbele za Bwana. Kitabu cha Warumi kinasema hivyo. Kwa hiyo unatakiwa kujitakasa kila mara. Mwambie Bwana, naomba unitakase. Bwana, naomba unisafishe. Bwana, naomba unikumbuke. Bwana, naomba utakase maisha yangu. Hivyo itakusaidia kufanya uhusiano wako na Mungu uwe uhusiano ulio hai. Utaendelea kuwa hai wa uhusiano, kwa sababu dhambi ndio inakatisha uhusiano wa mtu na Mungu. Nadhani ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, unaweza kuwa umenielewa vizuri. Na sisemi kwamba ufanye dhambi na baadaye utubu. Hapana. Kwa sababu ukifanya dhambi, Biblia inasema makusudi, ukifanya dhambi makusudi baada ya kuipokea ile kweli, haibaki dhabihu tena kwa ajili ya ondoleo la dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha. Ukifanya dhambi makusudi, anasema haibaki dhabihu kwa ajili ya ondoleo la dhambi, lakini unaitazamia hukumu yenye kutisha. Naona ile kitabu kile cha Waebrania sura ile ya 6, naona na kitabu cha Waebrania sura ya 10 inazungumza juu ya jambo hilo. Kwa hiyo hatupaswi kufanya dhambi kwa makusudi, hupaswi kufanya kuingia na kutumbukia kwenye dhambi, lakini unapaswa kujitakasa kwa maombi kila mara. Sasa mtu mwingine wa mwisho, halafu tunamaliza, ni kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 51. Hebu sikiliza maombi haya ya mtu wa Mungu, kitabu cha Zaburi sura ya 51. Na kama utaona vyema, basi unaweza kufuata nyuma yangu maombi haya ya mtumishi wa Mungu alikuwa anayaomba. Nataka ufunike macho sasa, tunapokwenda kwa dakika hizi chache. Unasoma haya maandiko, wewe utakuwa unafuatisha. Haya ni maneno, ni maombi ya toba ambayo ndugu yetu aliyaomba. Naomba sasa useme nyuma yangu, sema: Mungu unirehemu. Sawa, Mungu unirehemu sawa sawa na fadhili zako, kwa wingi wa rehema zako. Uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi yangu. Maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi yangu imbele yangu daima. Nimekutenda dhambi wewe peke yako, na kufanya maovu
mbele ya macho yako, wewe ujulikane kuwa una haki unenapo, na kuwa usafi utapo hukumu. Tazama, mimi naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alichukua mimba hatiani. Tazama, wapendezwa na kweli iliyomo moyoni, na utanijulisha hekima kwa siri. Unisafishe kwa hisopo, nami nitakuwa safi. Unioshe, nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Mstari wa 9, usitiri uso wako, usitazame dhambi zangu, uzifute hatia zangu zote. Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wa Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, amen. Baba Mtakatifu, na kushukuru kwa ajili ya watu hawa ambao wamesikia neno hili asubuhi leo. Ninaamini kwamba watakuwa na maombi haya ya kuomba toba mbele ya macho yako. Tena wataomba la kujiweka wazi, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kujificha machoni pako. Wajalie neema ya kujiweka wazi kwako, ili mkono wako Mungu ukawe pamoja nao, katika jina takatifu lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi wetu, amen. Mungu wa mbingu na dunia akubariki sana ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV pamoja na Radio FM masafa yake yanayoanzia kule Lindi. Nikutakia mchana mwema, ukitembea kwamba Bwana amekurehemu na kukusamehe. Baada ya kumuomba toba, jifunze kuwa na moyo huo katika jina la Bwana, na kuacha mikononi mwa Bwana katika jina la Bwana. Uwe na siku njema. Amina.